Kwa majina naitwa wakili Revocatus Sedede na wawakilisha wananchi hapa wote kama mnavyowaona katika shauri la Agnes Lupembe na wenzake dhidi ya Dismas Chandika na wenzake, ambapo shauri hilo namba 18/330/2025. Sasa leo mahakamani tulifika kwa ajili ya kufanya usikilizaji wa hoja za kisheria kwa upande wa walalamikaji ambao ni hawa wananchi, lakini vile vile kwa upande wa wajibu maombi wakiongozwa na yule aliyekuwa diwani wa kata hiyo ya Mapinga. Sasa kimsingi leo kulikuwa kuna majibizano ya aina mbili tu. Majibizano ya kwanza ilikuwa ni kwa nini hawa wanaolalamikiwa kufanya vitendo vya uharibifu, uvunjifu wa mali, wizi pamoja na kile tunachokiita uvamizi au criminal trespass, ambapo hawa wananchi wakilalamika kwamba mnamo tarehe 21 Julai mwaka 2025 hawa watu wanne ndio wataja ambao ni Dismas Chandika na watu wengine tena watatu walivamia maeneo ya wananchi ambapo yanapatikana katika mtaa wa Udindivu. Kwa hiyo walivamia watu wanne wakiwa na magleda, wakiwa na watu waliofahamika kama mabouncer na baadhi wakifahamika kama migambo, ambao walifika wakaanza kuvunja makazi ya watu, kuanza kupola mali, lakini vile vile wakichukua vyombo vya ndani, magodoro, na wengine wakaenda mbali mpaka wakachukua wanyama kama kuku na mbwa waliokuwa wanamilikiwa na wananchi hawa. Kwa hiyo sasa hali iliyowagafirisha wananchi wakaamua kuchukua hatua za kijinai. Licha ya kwamba wananchi kulalamika, kulikuwa kuna kesi ya madai mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda Dar es Salaam, division ya ardhi iliyokuwa inaendelea ikitaka kujua nani ni mmiliki wa eneo lile. Sasa hawa wanaolalamikiwa wao wakaamua kuvuka mipaka, kwa maana ya kwamba hawakuheshimu kesi iliyokuwepo mahakamani. Kwa hiyo sasa hatua iliyofuata ni wananchi hawa kwenda kufungua kesi hapa mahakamani wakilalamika dhidi ya vitendo hivi ambavyo vinasaba vya kijinai. Sasa kilichotokea leo ni kwamba wananchi walikuwa wanajenga hoja ya kwamba kwa nini wao binafsi walifungua kesi na kwa nini mahakama isikilize maombi yao na iweze kuwapatia. Wananchi walilalamika kwamba mnamo tarehe 21 Julai baada ya tukio hilo kutokea, walienda kituo kidogo cha polisi ambacho kipo karibu na maeneo yao ambao ni Mapinga, lakini hawakupata msaada wowote. Kwa maana hiyo wakafanya mawasiliano katika ofisi hizi za kiserikali au tunaziita local government office, lakini hawakupata mafanikio yoyote. Kwa hiyo wakafika mpaka ngazi ya wilaya, lakini hawakuweza kupata msaada wowote na hakukuwa na kesi ya jinai ambayo ilifunguliwa dhidi yao. Kwa hiyo sasa wakawa hawana option nyingine au tumaini jingine isipokuwa sasa ni kufungua kesi hii ya jinai dhidi ya hao wanaolalamikiwa. Kwa sasa tumesikilizwa, hoja hizi tumeziweka na tumeweka misingi ya kisheria, sana sana tukijaribu kutumia kesi ambazo zilikuwa zinaonesha kwamba endapo kutatokea wananchi wamelalamika dhidi ya jambo fulani la kijinai na jambo hilo alikuweza kufanyiwa kazi au mamlaka husika kwa maana ya jeshi la polisi au ofisi ya DPP haikuchukua hatua zozote, basi wananchi wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria zetu hizo, sasa sheria ya mwenendo wa masuala ya jinai ambayo inawapa mwanya wananchi au mtu yoyote kama anahisi kuna haki yake ya jinai imeonewa, basi anaweza kufika mahakamani akaomba kibali akafungua kesi ya jinai na baadaye akaiendesha yeye binafsi pasipo kupitia ofisi ya DPP, ambapo kitaalamu tunaita private prosecutions. Sasa na wananchi wakasema hoja zao na wakasema ya kwamba licha waliripoti jambo hili kituo cha polisi na polisi hawakuchukua hatua yoyote na wamefika ngazi hizo pasipo mafanikio yoyote, na kusema hawana option yoyote isipokuwa sasa mahakama iingilie na hawa wanaolalamikiwa waweze kuadhibiwa sawasawa na sheria za kijinai zinavyosema. Kwa hiyo tukajenga hoja zetu, tukaweka misimamo ya kisheria, lakini vile vile tukahusanisha na matukio yaliyotokea na tukasema ni kwa nini
mahakama sasa inapaswa kuruhusu hawa wananchi kuweza kuwashitaki hawa wanaolalamikiwa, lakini vile vile mahakama ikachukua hatua zaidi pasipo kupitia ofisi ya DPP, kwa sababu hii ni kesi ya jinai. Sasa wananchi kwa kutumia sisi mawakili wao tumejenga hoja, lakini vile vile na wajibu maombi wamejenga hoja. Lakini katika hoja ya wajibu maombi wao wakijielekeza zaidi wakisema kwamba kile walichokuwa wamekifanya kwa mantiki hiyo, kwamba wao wanahisi kwa sababu wanasema kwamba walikuwa wana hati ambao sasa wameisalenda, kwa hiyo eneo lilikuwa lao, kwa hiyo kilichofanyika kwa mujibu wa maelezo yao kilikuwa ni sawa kwa sababu wenyewe wanamiliki pale. Na sasa kama tulikuwa tuna madai, kwa maana wananchi kama walikuwa wana madai mengine yoyote, basi waende wakapeleke katika mahakama za ardhi na sio mahakama hii ya kawaida. Lakini vile vile wakijibu hoja zao wakisema maombi haya yana mashiko katika msingi wa kwamba hawa waleta maombi hawakusema au hawakuonesha kwamba walichukua vile vile juhudi gani kuhakikisha jambo hili linafika ofisi ya DPP, na wakaomba vile vile maombi haya tupiliwe na wanaolalamikiwa wachiwe huru. Lakini sasa wakati tunajibu na sisi hizo hoja, tukasema kwamba hata viapo tulivyoviambatanisha mahakamani vinaonesha juhudi ambayo ilikuwa imefanywa na wananchi dhidi ya uvamizi, uharibifu na wizi uliotokea, na tukaonesha vile vile kwamba eneo lile halina hati yoyote, na hata wao kwa kusema kwamba kuna hati wameisalenda ni wazi hawawezi wakakipigania kitu ambacho hakipo mikononi mwao. Lakini cha zaidi tukajikita na kuweka zile hoja zetu sawa kwamba pamoja na yote kuna jinai ilifanyika, na katika majibu yao hawa wanaolalamikiwa hawakatai kama hawakufanya kile kitendo. Sana sana tu wanalasimisha kwa utetezi ya kwamba wao wanapamiliki. Basi kwa hiyo tukajibu, mheshimiwa akahitimisha akasema sasa tutakutana tarehe 13 Oktoba kwa ajili ya kusikiliza uamuzi wa mahakama. Kwa majina naitwa Teresia Epafra Munuo, ni mkazi wa Udundivu. Tunamshukuru Mungu, leo tulielekea mahakamani na wakili wetu alizungumza pale kwa kutuwakilisha sisi. Tunamshukuru Mungu, alitupambania sana, kesi imesikilizwa na imeenda vizuri, na tunaamini kabisa tarehe 13 kuna jambo ambalo litaenda kutokea ambalo litatufurahisha sisi. Tunamshukuru sana Mungu na tunamuomba Mungu pia azidi kutupambania, kwa sababu nia yetu tunatamani tuende kufanikiwa kwa amani. Na pia sisi wananchi tunachomuomba rais wetu Samia pale anapotusikiliza, tunamsisitiza mama tuangalie kwa jicho la tatu ili tunapoenda mahakamani haki yetu ikapate kutendeka kihalali. Isitokee kona yoyote. Tunamuomba mama kama anatusikia, na mahakama inapoenda kusimama kwa ajili ya shauri hili ikatokee haki, isitokee kona yoyote. Tunakuomba mama utuangalie kwa jicho la tatu.